Yeremia 4. Yeremia 4 naanzia mstari wa kwanza mpaka pale Roho anatuwezesha. Biblia inasema hivi: kama ukitaka kurudi, Israeli, asema Bwana, utanirudia mimi. Na kama ukitaka kuyaondoa machukizo yako yasiwe mbele ya macho yangu, ndipo hutaondolewa. Nawe utapa hivi: kama Bwana aishivyo, katika kweli na katika hukumu na katika haki, ndipo mataifa watajibariki katika yeye, nao watajitukuza katika yeye. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo Mungu ananena na moyo ambao uko tayari kumrudia. Kulingana na maandiko ambayo nimesoma, Mungu halazimishi mtu kumrudia, ila wakati umeamua wewe mwenyewe kumrudia, Mungu huwa anapokea mtu. Jina la Bwana na liinuliwe. Unaweza jiuliza, ni kwa jinsi gani turudie Mungu, ama ni kwa nini tumrudie? Tunaweza onekana tuko sawa machoni pa wanadamu, tumejivika haki ya kwamba ninaonekana niko sawa, ya kwamba ninapojiangalia, ninapojipima kiokovu, naweza jiambia niko sawa. Lakini Biblia inasema kwamba tukisema hatuna dhambi, tunajidanganya, wala haumo ukweli ndanini mwetu. Maana tumetenda dhambi tukapungukiwa na utukufu wa Bwana. Tunatenda dhambi kwa kuwaza, tunatenda dhambi kwa kunena, tunatenda dhambi hata kwa ajili ya kufanya. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo Mungu anaposema tumrudie, ni kwa sababu anajua kwa njia moja na nyingine umeenda ukashika mambo ambayo labda ni ya kidunia, ukatoka kwa mpango wa Bwana, ama ukatoka kwa maadili ya kiungu. Mungu asubuhi njema leo, ama mchana mwema wa leo, anataka nirudi na wewe urudi. Tazama, anasema hivi: kama ukitaka kurudi, Israeli, asema Bwana, utanirudia mimi. Ukitaka. Haleluya. Ukitaka. Na kama utaona faida ya kurudia Bwana, utamrudia. Lakini kama huoni faida ya kumrudia, hutamrudia, kwa sababu ndani ya moyo anasema ukitaka, Israeli, kurudia, unirudie nami nitakurudia. Jina la Bwana na liinuliwe. Hapa tumepewa ni kama utachagua wewe. Haulazimishwi na Mungu kumrudia, lakini wewe ndani yako ufili ya kwamba kuna mahali umemkosea Bwana katika njia moja na nyingine, ukaweze kumrudia. Na ainuliwe Mungu wa mbinguni ya kwamba tunapomrudia, naye anaturudia, anatukumbatia. Piga Bwana Yesu makofi. Thank you Lord. Kwa hivyo unapomrudia Bwana, kitu cha kwanza ni kwamba anakukumbatia. Na anapokukumbatia, anakuondolea machukizo yako yote ambayo umetenda kinyume chake. Maana wakati mwingine hata kuangalia na macho tunatenda dhambi. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo unapomrudia, anakukumbatia na anakuondolea machukizo yako yote. Kwa hivyo sisi utenda machukizo ya kwamba tumeokoka, ni kweli hatuna dhambi, sawa, lakini kuna wakati tunamchukiza Bwana kwa mambo ambayo huwa tunatenda kinyume cha mapenzi ya Bwana, na hayo huitwa maasi. Si dhambi tena, yanaitwa maasi. Na nataka kukwambia kwamba Isaya 52 inasema mkono wa Bwana si mfupi hata ukashindwa kuponya, wala sikio lake si nzito hata likashindwa kutusikia. Lakini maovu yetu yanatufanya tufarakane na Mungu, ya kwamba tunamwita hata hawezi kusikia. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo unapomrudia Bwana akikumbatia, kitu cha kwanza ni kwamba hata mawasiliano ambayo unafanya na yeye yanakubalika. Haleluya. Yanapata kibali mbele zake. Jina la Bwana na lipewe sifa. Jina la Bwana na liinuliwe. Tusongee hapo mbele. Enda kwa kitabu cha Hosea 6. Hosea inasema hivi: njoni Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya.
Yeye amepiga na yeye atatufunga majeraha zetu. Baada siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi na tujue na tukaendelea kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujulia kwa mvua ya vuli yendeayo nchi. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kulikuwa na nabii wa Bwana ambaye anaitwa Hosea. Hosea akatazama vile mambo yalienda chini ya jua, akaona kwamba kulikuwa na maafa mengi, akaona ya kwamba kuna mambo yasintofahamu ambaye aliyaona ndani ya maisha. Akaona mambo kama vile tunaona sasa, eti mwanamke na mwanamke wanaoana, mwanamume kwa mwanamume wanaoana. Akaona mambo kama yale ambayo tunayaona sasa, wakati ambao tunasema dunia imechanganyikiwa. Dunia iko pale pale, hukumu ya Mungu iko pale pale, neno la Mungu liko pale pale, lakini mwanadamu ndio amechanganyikiwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Hosea alipoona mambo hayo, akatafakari, labda alisoma kifungu kama vile tumesoma katika Yeremia ya kwamba ukitaka Israeli kurudia nitakurudia, na utapotaka kurudia nitakukumbatia na kuondoa machukizo yako yote. Aliposoma hilo, yeye alianza kupiga tarumbeta, akaambia watu njoni. Na sababu ya kuita watu ni kwamba ni waje wamrudie Bwana. Haleluya. Ni kweli kuna uamuzi ambao unafaa ufanye, aidha utamrudia hutamrudia, lakini nabii Hosea alisimama na ujumbe maalum akiambia watu njoni. Jina la Bwana na liinuliwe. Karibuni tutaitwa na wanasiasa, watu watakimbilia kuambiwa sera, lakini watumishi wa Bwana hawakuwa na sera za kuambia watu, bali walikuwa na neno la uponyaji na kutoa watu mahali pa machukizo, kuleta mahali pa utukufu wa Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Mtumishi wa Bwana ambaye ni Hosea akashika tarumbeta kutangaza hapa na pale, njoni, njoni. Lakini sera yake ama kenye alitaka kuambia watu ni watu wamrudie Bwana. Najua nikitembea hapa nikiambia watu njoni, njoni, wakija wengi ufikiria wanapewa fedha, lakini unapoambia Bwana watu ya kwamba njoni tumrudie Bwana, watu watakuona kana kwamba wewe ni mjinga, wewe ni mpumbavu. Nataka kukwambia mambo ambayo yanatendeka chini ya jua, 99% ni mwanadamu amechangia. Haleluya. Tena mwanadamu ambaye anamjua Bwana. Mara nyingi Mungu hutazama wale watu ambao tuko kanisani, wale ambao tuko kanisani. Ndiposa ninataka kuambia kwamba katika Mambo ya Nyakati 2:7-14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuyatubu makosa yao, nitasikia kilio chao toka mbinguni nami nitaponya nchi yao. Jina la Bwana na liinuliwe. Hosea akaambia watu njoni turudie Bwana. Kwa sababu gani? Alisema tena, alijua kabisa ndani ya kumrudia Bwana utaponya jamii yako, ndani ya kumrudia Bwana utaponya watu wako. Jina la Bwana na liinuliwe. Ndani ya kumrudia Bwana utaponya mtu wako, utaponya watoto wako, utaponya hata nchi ya Kenya. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Ya kwamba hatutapata kupona ndani ya nchi ikiwa sisi kanisa hatutaweza kumrudia Bwana. Hosea akasema kwamba njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerahua. Kuna mambo mengi yanaonekana sintofahamu, mauti yanajaa kila kona. Nataka kukwambia kwamba shetani huwa haui mtu, hana uwezo juu ya roho, lakini kuna mmoja ambaye yuko ndani ana uwezo juu ya roho, naye ni Mungu. Kama hatutamrudia Bwana, wapendwa, tutakufa. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Hosea akaona mauti kama vile sisi tunayaona, akaambia watu njoni tumrudie Bwana, maana ni yeye anamerarua. Haleluya. Bwana Mungu ndiye Mungu anayeruhusu mambo yatendeke. Shetani hana uwezo wala hana mamlaka, ni Mungu mwenyewe anayeruhusu
na yeye atatupona. Hata tukikosa kurudi, kama vile Yeremia anasema, Bwana anasema kama ukitaka kurudi, urudi Israeli. Nataka kukwambia kwamba kama hatutamrudia Bwana, hakuna option yoyote ya kupona. Ni yeye amerahua na ni yeye anapona. Jina la Bwana liinuliwe. Ya kwamba ana nguvu zote, ana uwezo wote, ana mamlaka yote. Unapomrudia Bwana, wewe utapona ndani ya nyumba yako, utapona maisha yako, utapona ndani ya jamii yako. Haleluya! Maana nazidi kusema kwamba yeye amepita na yeye atatufunga majeraha zetu. Angalia watu wengi wamejeruhiwa ndani ya moyo, kumejaa madonda. Niko na ujumbe mchana mwema wa leo ya kwamba kama hutamrudia Bwana, hautaweza kupona. Ni Mungu peke yake anaweza kupiga, ameruhusu shetani akupige, na yeye peke yake ndio ataponya majeraha. Na mtaponya majeraha mchana mwema wa leo. Haleluya! Mtu aponye mahali ambapo shetani amemjeruhi. Maana mchana mwema wa leo tunaenda kumrudia Bwana, yeye ambaye anaponya, yeye ambaye anainua. Haleluya! Tunasema baada ya siku 2 atatufufua. Haleluya! Hiyo ni faida ya kumrudia Bwana, ya kwamba unapoendelea kumrudia siku ya leo, umetubu kamwambia Bwana, Mungu wangu nimekuja, unisamehe. Na hilo ndio tunaenda kufanya ndani ya mfungo. Tutakuwa mahali hapa seriously praying kumwambia Bwana tumemrudia. Na hiyo naomba mtu asikose. Jina la Bwana liinuliwe. Ya kwamba baada ya kumrudia, kitu cha kwanza Bwana anatenda, kitu cha kwanza anakufufua. Kuna viroho vya watu wengi vimeenda na shetani. Ukaizoea, unaendelea kucompromise na dhambi, mwisho wa siku kiroho kinakufa. Unabaki huko ni kama hauko. Tunaelewana? Kwa hivyo siku ya 2 Bwana atafufua mtu. Kuna mambo yatafufuliwa baada ya kumrudia Bwana. Kwa hivyo hatumrudii tu Bwana, tunamrudia Bwana kwa sababu ndani ya kumrudia kuna mambo yatatendeka. Siku ya 2 kuna ufufuo. Kuna kufufuliwa. Ndoa ambazo zimekufa zitafufuliwa. Wiki hii nilikuwa na ushuhuda wa fanya nichangamke ndani ya moyo, na kwamba kuna ndoa ya mpendo fulani ilikuwa imekufa ndani ya kanisa hili, lakini wiki hii Bwana kaifufua. Haleluya! Jina la Bwana liinuliwe. By the way, wiki hii na wiki iliyopita kuna miujiza mkubwa sana zimetendeka. Mwezi wa 3 kuna mtu amefunguliwa, na neno kuhusu ufufuo sijatoka kwa neno. Kuna mtu ndani ya mwezi huu wa 3 kumwombea birthday, kuna ufufuo umefanyika. Amepata kazi, at the same time ndoa yake ikarudi. Kwa hivyo nataka kusema kwamba Mungu anaponena kuhusu ufufuo anamaanisha, na wakati tumemrudia kwa kutubu, kuna vitu vimekufa katika maisha yako vinaenda kufufuliwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Pointi nyingine ya pili ni kwamba baada ya kumrudia Bwana, siku ya 3 atatuinua. Biblia inasema mstari wa 2, baada ya siku 2 atatufufua. Siku ya 3 atatuinua. Kuinuliwa. Kuna hatua moja zaidi ambayo Bwana atakupeleka baada ya kuinuliwa. Baada ya kufufuliwa unainuliwa. Kumaanisha kwamba kuna ngazi nyingine tena unapelekwa. Kuna klasi nyingine tena unapelekwa. Kuna darasa unapelekwa, haubaki pale. Tukiwa nasa school course tunaambia watu magoigoi. Watu ambao wanarudia darasa moja, miaka nenda rudi wako hapo hapo. Lazima watu wapate hatua katika ulimwengu wa roho. Ukiambiwa kwamba utainuliwa, ni kumaanisha kwamba Mungu anaenda kushinda stagnation spirit. Roho ya kuweka watu mahali pamoja. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa hivyo kuna kuinuliwa. Katika hali ya kumrudia Bwana, kuna kuinuliwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Akasema kwamba nasi tutaishi mbele zake. Kuishi mbele za Mungu, it's a connection. Ya kwamba wakati unaambiwa ya kwamba unaishi mbele za Mungu, hautoki mbele za Mungu, kumaanisha kwamba
baada ya kumrudia atakuconnect na yeye, kama vile kwa Yohana 15 Yesu anaposema kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ni mkulima. Kila tawi ndani mwangu lisilozaa ama ambalo limeunganishwa na mimi, jina la Bwana na liinuliwe. Mungu anakupatia connection wakati unamrudia. Roho Bwana anakuja juu yako na unapewa connection, unakuwa na connection ya mbingu. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo kuna divine connection baada ya kumrudia Bwana. Utashangaa watu wengine wakienda katika ngazi tofauti, ya kwamba hawabaki na tabia yenye mliwajua nayo. Mungu analeta utofauti. Jina la Bwana na liinuliwe. Nasi tujue na tukaendelee kumjua Bwana. Kwa hivyo katika hali ya kumrudia Bwana tunaendelea kumfahamu na tunaendelea kumjua zaidi. Kuna wimbo huu unaimba Kiswahili, ni vile siujui vizuri, unasema kwa kwamba natamani kumfahamu zaidi. Haleluya. Naomba watu concentrate. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kumfahamu Mungu zaidi. Kwa hivyo unapomrudia Bwana unazidi kumfahamu zaidi. Kwa sababu gani? Anazidi kujifunua kwako. Jina la Bwana na lipewe sifa. Akasema kwamba kutokea kwake yake ni kama asubuhi, naye atatujulia kama mvua ya vuli yenyeshapo katika nchi. Kwa hivyo ndani ya kumrudia Bwana, yeye mwenyewe atachilia uwepo wake ndani mwetu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Nilisema mwanzoni ya kwamba ibada pasipo uwepo wa Mungu haina maana. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo yeye mwenyewe atatujilia kama mvua, na kama mvua ya vuli inyeshavyo, kumaanisha kwamba yeye mwenyewe atachilia uwepo wake ndani ya kanisa wakati mmemrudia. Kumaanisha kwamba uwepo wa Bwana ndani ya kanisa hupunguzwa na dhambi ambazo tunazita za siri zenye hazionekani, huwa zinaondoa uwepo wa Bwana katika kanisa. Kwa hivyo na moyo tunamrudia Bwana, ule uwepo wa Bwana unazidi kurudi ndani mwetu na Mungu anakaa karibu na sisi. Jina la Bwana na liinuliwe. Dhambi inatufanya tu social distance na Mungu. Kwa hivyo wakati tunamrudia kwa kutubu, Mungu mwenyewe anachilia uwepo wake ndani mwetu, nasi tunamwona katika viwango vya juu. Twende katika kitabu cha Luka, tuone mtu mmoja ambaye alimrudia Bwana. Jina la Bwana na lipewe sifa. Haleluya. Luka mtakatifu 15 mstari wa 12. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatafanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuingia katika nchi, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa anatamani kujishibisha kwa maganda iliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, nami hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babake. Alipokuwa angali mbali yake, baba yake alimwona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba akamwambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete vidoleni na viatu miguuni. Leteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi.
kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Jina la Bwana na lipewe sifa. Hapo chini naongea kuhusu yule mwana mwingine, bila niweza kuona wivu, lakini ujumbe wangu hauko hapo. Ujumbe wangu ni kuhusu kumrudia Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inasema kwamba bwana mmoja alikuwa na watoto wawili. Huyo bwana alikuwa ni tajiri ambaye amejulikana. Ikafikia mahali mwana mmoja ambaye ni mdogo akaanza kumwambia babake, hapa nakuja kuneke urithi wako, nataka unipatie urithi nikaweze kupokea urithi wangu, nami nikatoke kwako nikaende zangu. Baba kweli akafanya vile mtoto alitaka. Ujumbe ni kuhusu kumrudia Bwana. Haleluya. Mtoto akagawiwa mali na baba yake. Biblia inasema kwamba alipopewa mali yake aliweza kutoka akasafiri akaenda nchi ya mbali. Alipoenda nchi ya mbali, kitu cha kwanza ametengana na babake. Kitu cha pili, alipoenda pale hapo anajua ya kwamba baraka zenye yuko nazo ni kwa sababu ya babake, anazitunza, anamwangalia. Jina la Bwana na lipewe sifa. Akajitwanisha akatoka kwa baba yake. Yesu akasema kwamba lile tawi ambalo linatoka kwangu haliwezi kuzaa, bali lile liko karibu na mimi nazidi kulisafisha likazidi kuzaa. Jina la Bwana na liinuliwe. Huwezi toka kwa Bwana ukaona yaliyo mema. Jina la Bwana na lipewe sifa. Bwana alifikiria kwamba akitoka kwa baba yake, Bwana amebeba mali kwa mkono zake, ataenda fanikiwe. Kama utabarikiwa, ni kweli tuko malapa, tunaomba baraka, tunaomba mali, tunaomba upendo, tunaomba mafanikio, lakini unapofanikiwa usitoke kwa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Mtoto alifikiria kwamba kwa sababu sasa niko na mali, mimi ndio mwenye kusema, naweza fanya hivi, naweza pia mtu njoo na akaja. Unajua mali sipawa, si kweli? Unaweza sema lolote na watu wakakubaliana na wewe. Basi aliposafiri akaenda nchi za mbali, aliona vile ulimwengu ulimpatia heshima kubwa. Wanawake hawakuwa wanapungua mahali kwenye alikaa. Jina la Bwana na liinuliwe. Wengi walikuwa wanakuja, wengi walikuwa wanakuja wakiona huyu bwana ana heshima kubwa kwa sababu yuko na mali. Nataka kusema kwamba hakuna jambo lililo na mwanzo ambalo halina mwisho. Unapotoka kwa mpango wa Bwana, lazima utafikia mahali uangamie. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Mtoto alipoenda pale, Biblia inasema kwamba alitapanya mali yake kwa usherati. Nikidadabdeka bengi bacha, onadacha, kwa sababu wanaona wanatuzwa vizuri. Haleluya. Lakini ikafikia mahali mali ile ikaisha, na ilipoisha sasa mtoto alikosa mahali pa kukaa. Jina la Bwana na liinuliwe. Akapata mtu mmoja akamwambia, "Bwana, niko na nguruwe, nende nikakulishe mahali pale." Mara nyingi mnyama ambaye anaitwa nguruwe katika Biblia ni unajisi. Maana Biblia hata Yesu akafananisha akasema kwamba usipatie nguruwe lumu, maana atazichafua. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo ukisikia roho ya nguruwe, si roho ya kupeleka mtu mahali pasawa. Akaambiwa kama njoo, mimi nalisha nguruwe, njoo ukanisaidia kufanya kazi, ukaweze kunisaidia. Akajariwa kazi mahali pale. Biblia inasema kwamba baada ya kuajiriwa kazi, ni kweli alipata ajira, lakini nakaa hii ajira haikuwa mafanikio, maana huwezi toka kwa mkono wa babako ukafanikiwa. Wacha kidogo naongea kuhusu baba ambaye ni mzazi wa kawaida. Tunaambiwa na Biblia kwamba tumheshimu baba na mama ili siku zetu ziweze kuwa nyingi na tukaweze kupata mema chini ya jua. Jina la Bwana na liinuliwe. Na kwa huyu baba yetu wa kiroho ambaye ni Mungu, tunafanyaga mistake, tunaita pastor wako labda na kiume baba wa kiroho. Hapana, baba wa kiroho ni Mungu. Yesu kuna mahali anasema kwamba hakuna baba mwingine hapa duniani. Ni ukweli? Haya, nitakosoa mtu. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo anataka kuongea kuhusu baba wa kiroho.
Unapotoka kwa madini ya kiungu, tayari hapo wewe mwenyewe unajiletea vikwazo, unajiletea mambo ambayo hayafai. Hata shetani anaanza kupigana na wewe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo wakati mwingine Mungu ametuahidi baraka kubwa, lakini wakati mwingi hatujazipokea kwa sababu kwa njia moja na nyingine tumeenda tukatoka kwa mpango wa Bwana. Ama kuna mtu anaona mafanikio katika nyumba ya Bwana, lakini akaamua atoke kwa mpango wa Bwana, yale mafanikio yatabadilika kuwa nusu. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo unapofanikiwa, baki kwa mkono wa Bwana wenye nguvu. Tazama huyu mtoto alipoenda mahali pale, baada ya kutapanya mali yake, aliajiriwa. Kwani alipata ajira, lakini Biblia inaniambia kwamba alifikia mahali anahitaji mpaka anataka kula na nguruwe. Na mimi najiuliza swali, kama alikuwa analipo mshahara vizuri, mbona akatamani kula na nguruwe? Inamaanisha hata mapato yake yaliweza kutatizika. Kuna watu wakibarikiwa tayari kwamba unaweza kunena pasta, si kweli? Unasahau ni watu umepitia. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna mtu akipata ndoa nzuri tu akibarikiwa, tunaomba watu wabarikiwe ndio waishi vizuri, tayari anaanza kutoa kanisa makosa. Aje kuka huu koshika huu. Ole wako utakula maganda ya nguruwe. Na fulani mtu ndio kweli nakwambia. Nani ku respect madhabahu ambayo amekusaidia, hata kama kwa kaya kwa Bwana, mimi nimetoka kukaa hapo, wote nenda nitafutie kwingine. Nenda tu na kuachilia kwa amani. Haleluya. Lakini usitoke hapa na mdomo wa kusema pastor yuko hivi yuko vile. Hapo mbele utakula maganda. Jina la Bwana na liinuliwe. Maganda ni roho ya kutofanikiwa. Maganda ni ufalme wa kuweka mtu mahali pamoja. Huyu bwana ataishia kula maganda, akatamani chakula ambacho kilikuwa cha nguruwe akaweza kukula. Hakuweza kujua shida yake iko wapi. Akaendelea katika hiyo. Tumeambiwa kwamba Hosea akasema, John tumrudie Bwana kwa sababu ametupiga naye atatushona. Ataweza kutushona majeraha yetu. Jina la Bwana na liinuliwe. Mtoto alifikia mahali akajua ya kwamba haya majeraha ambayo napitia kuna mahali kwenye nimekosa. Sisi wa Kristo tunaendaga hivyo. Hata unafikia mahali mambo yamegeuka bila yamegeuka, huwezi rudi ukamuuliza Mungu wala mbele na kosa la hao. Biblia inasema kwamba mtoto alipopitia changamoto, aliamua ndani yake akazimia kwamba heri nirudi kwa baba yangu, maana pale kwa baba yangu kuna watumwa wa kila aina, wanakula, wanashiba, mpaka wanasaza, na mimi niko mahali hapa, wacha nirudi. Haleluya. Na nena kuhusu kurudi. Bwana anataka turudi. Bwana anataka tumrudie. Bwana anataka tumrudie. Mungu anasema tumrudie. Bwana anasema tumrudie. Na nena kuhusu kurudi. Mtoto akazimia ndani ya moyo wake, nitakula maganda ya nguruwe mpaka lini? Nitaishi hali hizi mpaka lini? Hata nguo zimeraruka, nitaishi kwa hali hizi mpaka lini? Nitarudi kwa baba yangu. Kwa nini alitaka kurudi kwa baba yake? Kwa baba yake ndio sosi ya baraka. Huwezi toka kwa mpango wa Mungu ama kwa mpango wa Bwana ukabarikiwa. Mungu ndio anayebariki. Kwa hivyo tunamrudia ili baraka ambazo zimeliwa na nzige na parare zikaze kuturudia tena. Kijana huyu alichelewa ya kwamba mali yangu imeenda na malaya, mali yangu imeenda na washerati, lakini naweza rudia baba yangu, maana pale ndio baraka zinatoka. Jina la Bwana na liinuliwe. Na uelewe ya kwamba mbele za Mungu ndio kuna baraka zako. Ndio maana inafaa umrudie Bwana. Urudi. Huwezi jua kwamba kuna kitu anaenda kukutendea. Mchana mwema wa leo. Biblia inasema kwamba alipoazimia kurudi akapiga about time. Na amebuya kwa hapa. Gero kwa nala weke malavi msekaka. Omonoka na amebuya hao. Kwa maji ya shomeri ya kuandika na amebuya kwa hapa. Marasima wakapo wangeka kwa hapa. Haleluya. Chajabu ni kwamba baba yake alimgawanyia, lakini baba yake hapo haikukosa. Wake
ya baraka za kila mmoja. Kwa hivyo tunaporudi, kuna uwezekano tutakapata baraka nyingi. Alipoamua tu kurudi, baba yake akiwa nyumbani alianza kuhisi mtoto yu hai. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo wale ambao wako hai katika ulimwengu wa roho wanaweza jua mambo na kurudi. Haleluya. Lakini yule ambaye amekufa na anaenda. Lakini wale ambao umechaguliwa kikweli, utafikia mahali na useme, jamani, wacha nirudi kwa baba yangu. Haleluya. Kama unaelewa sema amen. Sema amen yenye afya. Amen ya utukufu wa Bwana. Haleluya. Kijana akaamua arudi. Ni wangapi wanakula na kushinda ndani ya nyumba ya baba yangu, na mimi niko hapa nimeishiwa? Akaamua arudi. Na sasa tutakaa mpaka tuishiwe ndio turudi? Hapana. Jina la Bwana liinuliwe. Biblia inasema kwamba alipoazimia kurudi akaanza safari. Baba yake alipokuwa nyumbani akamwona kwa mbali, akasema, yule ni mtoto wangu. Wakati umeamua kurudi, wacha nikwambie, hata ndani ya mawazo yako Mungu anakutazama. Ndani ya moyo wako Mungu anajua kabisa huyu mtoto wangu ameenda akachanganyikiwa, lakini hapa anarudi. Nitamwandalia. Haleluya. Nitamwandalia. Jina la Bwana na lipewe sifa. Baba akatembea, yeye ndani ya moyo wake anafurahi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kwamba tunapoamua kumrudia Bwana, jina la Bwana na liinuliwe. Mungu akiwa mbinguni anafurahi. Jina la Bwana na lipewe sifa. Jina la Bwana na liinuliwe. Alipoamzimia tu kumrudia Bwana, ni kweli umekosa kwa hili na lile, lakini amua ukamrudie Bwana. Haleluya. Mimi husema mtu akienda kwa baba, sasa ile mtu ameaga, ndio hakuna chance nyingine ya kumrudia Bwana. Lakini tukiwa chini ya jua bado tunaishi, kila chance, kila dakika tunapewa ya kuishi ni chance ya kumrudia Bwana, kutubu na kutekeleza. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kijana akarudi. Babake tayari akamwona kwa mbali, akaenda akamkumbatia. Tunaambiwa ndani ya Hosea kwamba tunapomrudia Bwana, kitu cha kwanza anatukumbatia. Jina la Bwana na lipewe sifa. Baba yake akaenda akamkumbatia. Hapo anajali ya kwamba harufu anayotoa ni ya nguruwe. Hapo anataka kujua ya kwamba huyu mtoto yuko ABCD, hajaoga kwa miaka yote. Maana kusikia mtu leka mbahoni atabachini kipatikana. Akawa labda yuko mchafu, ananuka. Biblia inasema kwamba hata mavazi yake yalikuwa yamecharara, lakini babake hakuweza kujali. Pointi ni kwamba wakati tunamrudia Bwana, yeye huwa ajali ni kosa gani umefanya mbele zake. Jina la Bwana na liinuliwe. Lakini hiyo si license. Neema si license ya kufanya dhambi, ya kwamba ningone hedikatumu na ufuru mmoja. Hapana. Haleluya. Paulo anasema kwamba na je, kama tuna neema tuendelee kutenda dhambi? Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Lazima tujali wokovu, pamoja na kwamba tuna hali zinatufanya wakati mwingine tunakosa mbele za Bwana, kimawazo, kimaneno, kwa kutenda tunakosa. Lakini unapomrudia Bwana, nataka kuambia kwamba Bwana anakukumbatia. Kitu cha kwanza alianza kutenda baada ya kumkumbatia, alimpeleka mpaka kwa watumwa wake. Akaambia watumwa wake, tafuteni nguo ambayo ni nzuri mkaweze kumvisha huyu mtoto. Kwa hivyo tunapomrudia Bwana, tunaondolewa mavazi ya kale. Haleluya. Na ndio makakala kabruma ingu, tunavishwa nguo mpya inayofanana na Mungu. Haleluya. Tunafanyiwa utakaso. Ukisikia mtu alibadilishwa nguo, utakaso ulitembea ndani mwake. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo akabadilishwa nguo. Kwa hivyo kwetu sisi, wakati tunamrudia Bwana, wakati tumeamua kumrudia Bwana, nataka kukwambia kwamba tunazidi kutakaswa ili tuzidi kuvuzaa zaidi. Jina la Bwana na liinuliwe. Pointi ya pili, aliweza kutafutiwa pete. Babake akasema kwamba endeni mlete pete. Akachukua pete, akamvisha yule mtoto wake. Pete ni nini katika ulimwengu wa roho?
maagano. Wakati unamrudia Bwana unarenew. Jina la Bwana nalinuliwe. Maagano ambayo ulifanya na Mungu wako. Labda kuna mambo ulinena na Mungu akutendee, akawa bado hajakutendea, lakini ndani ya kurudi Mungu huweza kutenda kile ambacho aliagana nasi. Kwa hivyo alimpatia pete inayoashiria maagano mapya. Tunakumbuka wakati wa Nuhu, na ni somo ambalo niliwahi fundisha hapa. Baada ya maji ya gharika, baada ya 40 days and 40 nights ya mvua, Biblia inasema kwamba Mungu aliweza kushuka tena kwa Noa kupitia kwa lusenge la Mungu baada rainbow, kupitia kwa rainbow akamonyesha maagano mapya. Kwa hivyo baada ya tukio fulani, baada ya kumrudia Bwana, kuna maagano mapya Bwana anagana na mtu. Jina la Bwana nalinuliwe. Kwa hivyo kuna maagano mapya yenye huyu Bwana aliagana na baba yake. Mungu huwa anasahau. Tukirudia Mungu yale anatupatia maagano mapya katika neema kubwa ambayo ametupatia katika maisha yetu. Kuna mambo mapya anatupatia, ndiposa anasema kwamba atatuinua, ndiposa anasema kwamba atatutetea na atatupigania. Jina la Bwana nalinuliwe. Kitu cha tatu ni kwamba hakuwa na viatu mtoto, baba yake akampatia viatu. Viatu katika ulimwengu wa roho ni uwezo. Unapomrudia Bwana unakuwa na uwezo wa kufanyika mwana, na uwezo unawekwa juu yako. Hata ukiomba mambo mengi yanatendeka. Jina la Bwana nalinuliwe. Ya kwamba unapewa uwezo wa kufungua kitu duniani, kinafunguliwa hata mbinguni. Unapofunga kitu duniani, kinafungwa hata mbinguni. Jina la Bwana nalipewe sifa. Biblia inasema kwamba waliweza kufurahi. Verse 24, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka. Kwa hivyo tunapomrudia Bwana kwa njia moja na nyingine, kuna ufufuo ambao unatembea ndani mwetu. Unakuta mtu ambaye alikuwa hawezi omba, Bwana anampatia uweza wa kuomba hata wakupenya zaidi kuliko vile mwanzo. Jina la Bwana nalipewe sifa. Kwa hivyo tunaenda kumrudia Bwana. Haya maombi singeweza kuyatangaza this week kwa sababu nilikuwa siko. Lakini baada ya kusafiri na kurudi, niko na imani kubwa kwamba tutaingia kwa maombi ya kumrudia Bwana, kumrudia Mungu. Kumrudia Mungu. Na nitakupatia prayer items zenye tutaomba ndani ya kumrudia Bwana. Tutakuwa hapa kwa siku ambazo Bwana atatuwezesha. Bado hajaniambia siku ngapi. Hiyo siku yenye nitawatangazia ndio nitawaelezea. Haleluya. Kwa hivyo kumrudia Bwana kuna baraka. Kuna watu watapokea baraka zao katika kumrudia Bwana. Wewe kama kuna kitu umejifunga mwenyewe, kuna kifungo umejifunga mwenyewe, lakini baada ya kumrudia Bwana, kutubu na kuomboleza, unakuta kwamba hata mbingu zinakubali. Unakuta kwamba Mungu anakufungua na anakuweka huru. Kwa hivyo kitu ambacho Mungu aliniongezea ndani ya haya maombi, kuna watu wengi watapona magonjwa ya misi. Jina la Bwana nalinuliwe. Walikawa ndani ya deliverance, bado hujafunguliwa ukafikia mahali ambapo Mungu alitaka. Maybe the 7th time, kama vile kwa Anama, ni kuingia na kutubu. Jina la Bwana nalinuliwe. Hiyo labda ndio mara 7 ambao Bwana ameamuru. Na ndani ya kumrudia Bwana, nataka kusema kwamba tutafunguliwa, tutainuliwa, tutapata uweza mpya. Roho atatembea ndani mwetu, tutapata kuinuliwa. Kuna baraka nyingi tu wanatenda kutupokeza. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hayo machache, Mungu uzima awabariki. Tusimame.